Mimi naitwa Paul Andrew, ni naibu katibu jumuiya ya wafanyabiashara mkoa wa Dar es Salaam, lakini nafanya biashara Mbagala na ndiye katibu wa wafanyabiashara Mbagala. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutambua kwamba uwepo wa machinga mbele ya baadhi ya maeneo ya wafanyabiashara imekuwa ni changamoto kubwa sana. Wafanyabiashara maeneo mengi kwa mkoa wa Dar es Salaam wamekuwa wanapata shida na hawa machinga kwenye utendaji wa biashara, kwa sababu machinga ambaye hana kodi aina yoyote na anakuja kuweka biashara mbele ya mfanyabiashara ambaye ana leseni ya biashara na TIN namba na anafanya biashara zile zinazofanana na mfanyabiashara. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais kwa kuliona ile na kwa kuamua kuwaondoa machinga maeneo yote ambayo sio rasmi wa machinga hawa, sisi kama jumuiya ya biashara tunampongeza sana. Na vile vile nampongeza Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu wa Dar es Salaam pia kwa kulikazia. Lakini kwa wilaya yetu ya Temeke nampongeza Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Temeke Mheshimiwa Sixtus Mapunda kwa kutilia mkazo, kwa sababu mara kadhaa tumekuwa na vikao pale ofisini kwake tukiongelea swala la uwepo wa machinga, na alituahidi kwamba itafikia hatua atatekeleza kuondoa machinga mbele ya maduka ya wafanyabiashara, na kweli leo tunaliona. Na hata mwenyewe ndugu mwandishi wa habari, ukitazama kwa hapa Mbagala sasa hivi unaona maduka ya wafanyabiashara yanaonekana, wafanyabiashara wanaona kuna mwanga kidogo hata wa kuweza kupata hela na kuweza kulipa kodi stahiki za serikali. Lakini tunaendelea kumwomba Mheshimiwa mkuu wa wilaya swala hili lisiishie hapa. Kuna wafanyabiashara wenzetu kule Tandika pia, ile barabara kubwa kabisa ya Tandika inayoelekea Buza, maeneo ya polisi, kilio hiki kwao ni kikubwa sana, kwa sababu unakuta wale wafanyabiashara wamezibwa na wamachinga mbele ya maduka, wanauza vitambaa ambavyo vinafanana na wao wanavyouza madukani. Kwa hiyo inawaia ngumu hata kulipa kodi stahiki za serikali, kwa sababu inafikia hatua hawapati faida kwenye yao maduka yao. Kwa hiyo tunampongeza pia Mheshimiwa DC juu ya hilo, lakini tunamuombea kama alivyotuahidi awaangalie na wale wafanyabiashara wa maeneo yale ili tuweze kutatua ile changamoto. Lakini vile vile kwa hapa Mbagala, Mheshimiwa DC tulimuomba kwamba sasa hivi Mbagala inakuwa tuna uhaba wa maeneo ya uegeshaji wa magari na maeneo ya kushusha mizigo kama unavyoona hapa. Malori ni makubwa yanaongeza mizigo eneo hili la Mbagala. Tulimuomba tusaidie eneo kwa ajili ya kuingiza malori yetu ya kushusha mizigo hapa Mbagala. Na alituahidi ile eneo la Mto Mzinga pale watusaidie kama ilivyokuwa maeneo mengine labda Jangwani watu wanashusha mizigo. Pale Mtong'ombe kuna eneo limetengenezwa pale. Basi tuombe wakati mkandarasi hajatoka eneo hili la barabara ya kuelekea Kongowe kwenye ule mto mkubwa pale, watutengenezee eneo la kushusha mizigo yetu ili tuepushe usumbufu. Maana kila leo utashangaa tunakamatwa na mara long parking, mara tunakamatwa tumepaki gari vibaya, askari tumepaki magari barabarani. Kwa hiyo tunaiomba sana Mheshimiwa mkuu wa wilaya yetu kushirikiana na ofisi ya mkurugenzi watutengenezee lile eneo ili tuweze kupaki magari yetu na kushusha mizigo ili tuendelee kufanya biashara zetu bila bugu za aina yoyote na bila kumbuguzi mwananchi. Leo hii tunafurahia wakiondolewa hata hao wanaopaki vyombo vya habari, vyombo vya magari kwenye barabara za Service Road. Watu wanapita kwa kufurahia. Sasa hivi tunaona kabisa watu wanapita kwenda maeneo yao vizuri msimu wa mwezi wa Ramadhani kufanya huduma zao, kupata madukani bila bugu za yote, kwa sababu hakuna uwepo wa machinga. Kwa hiyo vile vile wakiondoka na hawa wenye vyombo vya moto ambao wanapaki kwenye hizi Service Road ambazo ukiangalia kimsingi serikali inatumia gharama kubwa sana kuzijenga. Wawatafutie maeneo ya kuegesha, wakipeleka sehemu kama ile wakaitengeneza itakuwa ni vizuri sana. Lakini vile vile hawa machinga ambao wanatusumbua, serikali inatumia gharama kubwa sana kutengeneza miundombinu ya masoko. Sasa wanavyokimbilia mabarabarani ni kwamba wanakwepa ulipaji wa ushuru wa masoko, wanaikosesha serikali mapato. Kwa hiyo tuiombe serikali endelee kuwasisitiza na kuwarudisha masokoni. Mle masokoni tumefanya utafiti wetu, tumekuta kuna meza zaidi ya 700 masoko yote kwa wilaya ya Temeke. Sasa yale masoko wamekimbia na kuja barabarani, matokeo yake wanakuja kuhatarisha hata uhai wao wa maisha. Wanapanga katikati ya barabarani. Hapa tunapitisha magari makubwa, inaweza likachomoka barabarani likaenda likafanya ajali. Kwa hiyo tunawasaidia pia hata wao kwa kuwaombea warudi masokoni, waepushe haya masuala yanaweza kutokea barabarani. Faida za kwanza wanaweza kuzipata kwenye masoko kule. Kwanza kuna maeneo ambayo yametengwa na serikali, ni maeneo rasmi. Wao wanakuwa pale kufanya biashara zao wakiwa rasmi, hakuna bugu za aina yoyote wala mtu kuwaondoa. Faida ya pili, wanapokuwa kule masokoni, serikali sasa inatoa mikopo. Tunaangalia kuna mikopo ya aina tofauti inatolewa na serikali. Kuna mikopo ya Mama Samia, lakini vile vile kuna benki zinatoa mikopo. Kwa hiyo wanaweza wakanufaika kule sokoni kwa kupewa mikopo, kwa sababu tayari watakuwa wanaratibiwa na wale maafisa masoko au afisa biashara kwa ajili ya kunufaika na vitu vingine ambavyo serikali inaweza kavitoa kama mikopo ya aina hiyo kwa ajili ya kukuza biashara zao. Na tutegemei kuona machinga akapewa mkopo akakaa barabarani ataendelea kuwa masokoni, kwa sababu tumekuja tunashuhudia kuna machinga wako barabarani huku wanasema wana miaka 30 wanafanya biashara mabarabarani, ambapo ukiangalia ndugu mwandishi wa habari, mimi mwenyewe nafanya biashara na miaka 20 nafanya biashara, lakini naweza kaa nalipa kodi na miliki biashara mbalimbali kwa kulipa kodi. Sasa yeye ana miaka 30 anakuambia yuko barabarani anafanya biashara ya kimachinga.
Hii ni kuikosesha serikali mapato. Kwa hiyo tunatoa wito warudi kule, serikali ina mpango mzuri sana wa kuwaratibu na kuwarudisha masokoni. Nafikiri umeangalia kuna soko lile la Zakiem pale. Serikali imewapangia meza pale. Ni rahisi kwao kukaa na kuandaliwa baadhi ya faida ambazo za kuzipata kwa serikali kama mikopo. Benki wako kutoa mikopo, lakini wakikaa masokoni kule watasimamiwa na masoko kupewa hizo mikopo ambazo serikali inazitoa kwa wafanyabiashara wa aina hiyo.